Hata hivyo, kwa matengenezo ya barabara zinazohudumiwa na wakala wa barabara TANROADS kwa maana Kagera, kiasi kinachohitajika kufanya matengenezo stahiki ni bilioni 25.8. Kwa ufupi, tukihitaji tufanye matengenezo ya barabara zetu kwa kiwango angalau stahiki ili ziweze kuwa na level of service ambayo inahitajika, mkoa unahitaji bilioni 25.8. Lakini unaweza kaona bajeti yetu ambayo inatengwa na ukomo wake ni bilioni 14.5, na kuna namna pia hiyo itatakiwa kulipa madeni ya mwaka wa fedha uliopita. Kwa tunajikuta bajeti yetu ya mwaka inakuwa ni ndogo. Tungetamani kuongeza bajeti ili tuweze kukidhi viwango vya utekelezaji wa majukumu ya usimamizi wa barabara. Sasa kwa ujumla wake kwenye hii bajeti ya mwaka 25-26 tumeweka malengo hayo hapo, ambapo tuna kilomita hizo 1167 ambazo tunahitaji kuzitekeleza na madaraja hayo 127. Lakini nikipitia haraka pia mapokezi ya fedha kwa robo ya 4 ya mwaka 25-26, lakini pia na robo ya pili ya 25-26. Hadi kufikia robo ya mwisho au ya 4 ya mwaka 24-25, TANROADS kwa kazi za matengenezo tulikuwa tunapokea kiasi cha shilingi milioni 433. Naomba wajumbe kwenye karabrasha hapo, hizo taarifa ambazo zimepiki kwenye mfumo ni taarifa za mapokeo mpaka sasa hivi, lakini mpaka robo ya pili, kwa maana mpaka Disemba 2025, taarifa sahihi kama ambapo imewasilishwa hapo kwamba mpaka robo ya mwisho ya 2025 tulikuwa na milioni 333. Maana yake hiyo ambayo inaanishwa hapo ni ambayo imepokelewa mpaka sasa hivi. Ukiangalia hapo ni sawa na 0.05 ya bajeti ya shilingi bilioni 9.2 kwa maana matengenezo. Lakini kwa kazi za maendeleo mpaka robo ya mwisho ya 2024-2025 tulikuwa hatujapokea fedha yoyote kwa ile miradi ambayo nimehitaji, ambayo nilisema kuna wakandarasi wameomba malipo ya awali hawajaanza kazi. Kwa miongoni mwa changamoto inakuwa kwenye mapokezi ya fedha kwenye kazi za maendeleo ya miradi midogo midogo. Kwa ukiona jumla kwenye mwaka wa fedha 24-25 mpaka tunaufunga tulikuwa na milioni 433 tu iliyopokelewa, na kwa asilimia nakuta ni 0.03 kwa fedha zote ambazo zilikuwa zinatakiwa kwenye mwaka husika. Lakini tukija kwenye mpaka robo ya pili ya mwaka wa fedha 25-26, kwa maana mpaka kufikia mwezi Disemba 25-26 tulikuwa tunapokea milioni 67.4 ya fedha zote ambazo zinatakiwa kwa ajili ya matengenezo ya mwaka wa fedha huu ambao tunaoendea, ambapo ni sawa na asilimia 0.07 ya fedha yote ya bilioni 10.3 ambayo inahitajika. Hicho kiasi sasa kwa maana kazi za matengenezo tulikuwa hatujapokea, kazi za matengenezo ya maendeleo, kazi za maendeleo za miradi midogo tulikuwa bado hatujapokea chochote, asilimia 0. Kwa unaweza kaona namna ambapo ucheleweshaji wa fedha unaweza kuathiri ratiba zetu na programu za matengenezo ya barabara kwa kila mwaka. Sasa kwenye changamoto, wakati namalizia, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunazo changamoto chache ambazo nimeziainisha ambazo zitawakilisha changamoto ambazo tulikuwa tukikumbana nazo. Ya kwanza ni katika hii miradi ya maendeleo na matengenezo. Fedha za miradi zimekuwa haziji kwa wakati. Kwa mipango ya ndani ya kutekeleza matengenezo, lakini na ile miradi midogo ambayo tunaipanga imekuwa haifikii kwa sababu ya fedha kutokuja kwa wakati. Lakini lingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kukithiri kwa wizi wa alama za barabarani. Licha ya kwamba tumekuwa tukitoa elimu ya mara kwa mara kuhusiana na hili swala, lakini alama zetu zimekuwa zikiibiwa sana, pamoja na taa, ikiwemo na taa kugongwa na kuibiwa. Kwa hiyo kama Mheshimiwa Mwenyekiti, kupitia kikao chako hiki, ndugu wajumbe waweze kujua kwamba kuna changamoto ambayo wote kwa pamoja tunahitaji kuhakikisha kwamba mabalozi katika kusimamia hizi miundombinu ambazo zimekuwa zikiibiwa na watu ambao wanania ofu ya uwekezaji ambao serikali ilikuwa ikifanya kwenye miundombinu. Lakini nyingine ni ufinyu wa bajeti wa matengenezo. Kama nilivyosema pale awali, tuna bilioni 14 kwa mwaka, lakini uhitaji stahiki ni bilioni 25 ili tuweze kufanya matengenezo stahiki kwenye barabara zetu. Ufinyu wa bajeti pia umekuwa kikwazo kikubwa katika kutekeleza majukumu yetu ili yaendane na hali halisi ya barabara zetu. Lakini pia kuna changamoto ya mvua nyingi
wote tunafahamu adui mkubwa wa barabara ni mvua. Kwa katika mipango yetu ya utekelezaji mkoa wetu tulipokea mvua ambayo ni baraka, lakini sisi kwenye sekta ya miundombinu inaingia kama ni changamoto katika kutekeleza majukumu yetu. Changamoto nyingine ni uvamizi wa eneo la hifadhi ya barabara. Kumekuwa na changamoto kubwa sana ya aidha wafanyabiashara wadogo na wakati ambao wamekuwa wakivamia hifadhi ya barabara na maeneo ya barabara. Na kwa tathmini ya haraka, hii inatokana na aidha wafanyabiashara wadogo kama wamachinga kukosa maeneo rasmi ya kufanyia biashara. Tulikuwa tunafikiria kama tutaweza kuwaelekeza wafanyabiashara wadogo maeneo rasmi ya kufanyia biashara, labda watapunguza kuvamia hifadhi yetu ya barabara, lakini pamoja na eneo la barabara. Wote ni mashahidi, kuna eneo la pale Misheni, ukipita wakati wa jioni unaweza usipata hata sehemu ya kupita kwa sababu wafanyabiashara wamezunguka kila eneo. Ni hatari kwa maisha yao kwa sababu ile ni barabara kuu inayoenda nchi nyingine, lakini kwa sababu ya uhaba wa maeneo ya kufanyia biashara wanajikuta wanakimbilia sehemu ya barabara. Lakini changamoto nyingine ni vizuizi ambavyo vimekuwa vingi na vingine naweza nikasema havifuati taratibu rasmi za uwekwaji barabarani. Kumekuwa na beria ambazo zinawekwa na taasisi mbalimbali ambao ni muhimu katika kutekeleza majukumu aidha ya ukusanyaji wa mapato, lakini nafikiri ni muhimu sana hivi vizuizi tukaviratibu, tukakubaliana kwamba wapi ni vikae na visilete inconvenience kwa watumiaji wa vyombo. Naweza nikatoa mfano wa kizuizi ambacho kimewekwa eneo la Sabasaba katika barabara ya Bukoba Mtukula. Lile eneo kwa mujibu wa barabara, hii barabara kuu ni kama highway. Kutoka mjini Bukoba kwenda Mtukula kupitia Msei, hapo katikati ni highway ambao speed limit ya barabara husika ni zaidi ya kilomita 100 kwa saa. Sasa oversudden kizuizi kimeweka eneo ambalo mtumiaji hana warning sign kwa nyuma kwamba ile eneo ni less than 50 na vitu kama hivyo. Kwa unakuta ni vizuri tukawasiliana sisi kama taasisi kuhakikisha eneo sahihi la kuviweka hivi vizuizi ili viweze kuto kumsumbua mtumiaji wa barabara, lakini usalama pia uzingatiwe ili kuweza kufanikisha malengo yote, malengo muhimu ya kukusanya mapato, lakini pia tusilete hatari.